Naam, mtazamaji wa Sanga Media TZ au Sanga Media Tanzania, tuko maeneo ya Kisumu. Hii ni Pugu, lakini tupo katika kituo ambacho wamejiandikisha wakazi wa maeneo haya. Hiki ni kituo ambacho kinapatikana katika maeneo ya Sacred Nursery. Hapa ni sehemu sasa ambaye hata ndugu yetu anakwenda kwa majina ya Frank Mangati. Yeye pia ni miongoni mwa wakazi au wananchi ambao alijiandikisha katika kituo hiki. Na sisi kama waandishi na timu yangu nzima tumefika mahali hapa kuja sasa kuona utaratibu namna pia usalama jinsi ulivyowekwa, kwa sababu tunashuhudia kama serikali au tume itangaza kwa maana kwamba kutakuwa kuna usalama kabisa, na tumeshuhudia, tumefika hapa tumeona kuna usalama wa kutosha, pia pamoja wa kamanda wameshafika kwa wingi kwa ajili ya kudumisha sasa amani, watu waweze kufika sema tukio na kuweza kupiga kura na mambo mengine yaweze kuendelea. Lakini siko peke yangu, nimeambatana pamoja na kameramani wangu anakwenda kwa jina ya Yusuf Kibindo, lakini pia siko peke yangu, niko na mtangazaji mwenzangu kadhaa, namuona pembeni yangu anakwenda kwa jina la Halidi Kiba. Nataka naye pia niweze kumpa fursa kumsikiliza, nione tathmini yake, mawazo yake, ana kipi cha kwenda kuzungumza hususan kwenye tukio hili la leo, kwa sababu jambo la leo hili sio jambo la kisiasa, hili ni jambo la kikatiba kwa sababu tutaenda sehemu mbalimbali ukiachana hii Kisumu, tutajaribu kwenda sehemu nyingine hususan katika kanda yetu ya Pwani, katika Ukonga, kwenda kuona sasa namna utaratibu watu walivyojipanga walivyofika mapema katika kituo hiki. Halidi Kiba, karibu sana, lakini pia nataka uniambie sasa namna ulivyofika katika kituo hiki ambacho kipo maeneo ya Kisumu, wananchi ambao wamefika hapa, kwa jinsi ulivyoona wewe, tathmini yako, unahisi kwamba wananchi wamejitoa kwa wingi au ni kiasi gani, namna ulivyofika katika kituo hiki. Lakini dhumuni letu kubwa ni kuja kuangalia usalama na kuweza kuona sasa ndugu yetu anakwenda kwa jina la Frank Mangati kama anafika sasa naye pia kudumisha ile taratibu ya kikatiba, kwa sababu tunaamini kwamba leo hii hatuzungumzii tena mambo ya siasa, leo hii tunazungumza ni mambo ya kikatiba zaidi. Hebu niambie tathmini yako, namna ulivyofika hapo, mfika mapema zaidi, ni kitu gani ambacho uliweza kukumbana nacho ambacho labda kilikuwa labda kinavunjisha amani kwa namna moja au nyingine? Kwa kweli kwanza nikushukuru kwa kuweza kunishirikisha. Pia nashukuru kwa kuweza kufika siku ya leo. Okay. Mungu ni mkubwa. Okay. Kweli nimefika muda mrefu sana. Na nilipofika nimeona hali ni shwari. Okay. Kama unavyoona hakuja kuwa na hitilafu yoyote ambayo ingeweza kuleta uvunjifu wa amani. Okay. Kwanza kabisa nimefika, nimeona taratibu, nimekuta baadhi ya watu ambao wamewahi kujaliwa kufika. Okay. Wakiwa katika msururu au mwongozo uliokuwa mzuri, huku wakiendelea mmoja mmoja katika hali ya kupiga kura. Okay. Kwanza nashukuru, leo ni siku nzuri, afu pia naona ni siku ambayo bado imetulia. Okay. Na huu muda ni bado kwa saizi ukiangalia. Natarajia labda baada ya lisali moja au masaa mawili baadhi ya watu wataendelea kuwepo wakija kupiga kura, ndugu yangu. Okay, na mtazamaji wa Sanga Media, kama ulivyomsikia ndugu yangu Halidi Kiba, miongoni mwa vitu alivyozungumza ni kwamba labda mtu anaweza akashangaa kuna kwamba labda idadi ya watu imekuwa ni ndogo. Ni kwa sababu tayari sisi tumewahi sana kufika mahali hapa, na kwa sababu tumewahi ni kwa nini? Kwa sababu tuna ratiba ndefu sana siku ya leo kwa ajili ya kwenda kupita katika vituo vingine, kwenda kuona namna usalama au utaratibu jinsi ulivyowekwa, hususan katika watu kwenda kupiga kura. Lakini tuko mahali hapa, hatutoweza kuondoka mpaka afike ndugu yetu anakwenda kwa jina la